Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Amani ya Bwana hiyo na wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Fizi Empire Television, kisima cha habari na burudani. Matumaini yangu ni mzima popote pale ulipo ambao unaendelea kusikiliza taarifa zetu za siku ya leo tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2025. Langu jina ni Teloje Lulonga, tukikutangazia kutoka mji wa Baraka tarafani Fizi, Kivu ya Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kwa ndo mara kwanza unasikiliza au kutizama Fizi Empire kupitia mtandao wa YouTube, basi nakuomba kufanya kitu kimoja tu. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kama tayari umeshafanya hivyo, basi acha niseme asante sana kwa kuchagua Fizi Empire kama kituo chako chema cha matangazo. Na katika matangazo yetu ya leo ya tarehe 5 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 tutajielekeza hapo Uvira. Hali ya usalama mjini Uvira katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezorota kufuatia mapigano makali kati ya makundi mawili yenye kushika silaha ambao tunasema wazalendo, wakiongozwa na kundi la Makanika na upande mwingine wa kundi la wazalendo wa Beta Bango. Mapigano yalianza asubuhi ya saa 4:30 yakiuzisha matumizi ya silaha nzito za risasi, lakini sababu ya mapigano mpaka sasa bado haijajulikana. Hali hii imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia na mashirika ya kiraia katika mji wa Uvira. Mashirika ya kiraia yameonyesha na kusikitishwa kwa ukosefu wa mamlaka ya serikali katika kijiji hicho cha Uvira. Uvunjifu wa amani unaofanywa na wazalendo hasa katika mji umesababisha hali kubwa miongoni mwa wakazi na raia wa mji wa Uvira. Uvira iko katika eneo lenye mizozo mingi, huku kundi la M23 likiendelea kufanya harakati zake katika Kivu Kaskazini na Kusini. Mji wa Uvira una muhimu wa kimkakati kwa sababu unapakana na ziwa Tanganyika, barabara inayoelekea Bujumbura, mji mkuu wa Burundi. Kuendelea kwa mapigano haya kunaongeza hali ya wasiwasi katika ukanda wote wa maziwa makuu. Na labda tunakujuza mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television, kisima cha habari na burudani. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikikumbwa na mchafuko mkubwa kwa muda mrefu unayohusisha makundi mengi yenye kusika silaha. Hali hii inasababisha uharibifu mkubwa wa maisha na mali na kuwalazimisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Na tuendelee kubaki huko Uvira ambako kwenye vyanzo kadhaa vya ndani vya mji wa Uvira vimethibitisha kwamba Bwana Nene Rubota, msemaji wa Arambe ya makundi yenye silaha ya wazalendo inayoongozwa na Generali Gashumba, alipigwa risasi na kujereuliwa. Bwana Nene Rubota alikuwa kwenye gari lake mjini Mulongo ya Avenue 24 asubuhi ya leo Jumamosi na saa 4 za asubuhi. Ilikuwa na taarifa tulizonazo mpaka sasa inaeleza kuwa Bwana Nene Rubota alipelekwa kwenye hospitali kuu ya mji wa Uvira. Utaratibu donc mdogo yake Rubota Nene Rubota ndo wanapiga masasi mkiuno, na saa hizi iko hospitalize kwa hospitali generale ya Uvira. Na hapa mbarabara tena Mulongwe kuna lala nyingine maiti ya mwingine soda moya wa Katumba, naye wanamuua saa hii mzalendo mmoja, maiti na lala hapa mbarabara saa hizi, na mwingine baine kuvundika migulu. Ndio situation ya Uvira Mulongwe saa hii. Mimi niko hapa Mulongwe kwa saa hizi, lakini kuliko niko pembeni ya gari ya eneo yenyewe walimpigia hemo masasi, na kwenye kuko maiti ya mwingine soda mmoja mkoalisho ya karibu waliua, na baine walivunja migulu. Ndio bashawewa kwa hospitali saa hizi. Ndio situation ya Mulongwe hiyo. Vraiment conflit ya makanaki na wengine, ndio hiyo hivi Mulongwe iko paralize kabisa. Naibu meya wa mji wa Uvira Kifara Kapenda Kiki katika mkutano wake na
waandishi wa habari uliofanyika ile siku ya jana tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025 katika ofisi yake, alitangaza uzinduzi wa kampeni washiriki ya wananchi itwayo kampeni zidi ya uongo. Kampeni hii inalenga kuleta wakazi wa Uvira karibu zaidi na usimamizi wa masuala ya umma kupitia ushiriki wao. Kifara Kapenda Kiki alisisitiza kuwa utawala ni jukumu kwa kila mtu na sio tu kwa uongozi. Alitangaza marekebisho ya usimamizi wa njia ya wilaya za jiji za Uvira ili kuhakikisha ushirikiano na wananchi wote. Hii ni njia ya kuimarisha usalama wa ndani ya mji wa Uvira. Alieleza kuwa mtazamo wa siasa ni utanguaji wa mamlaka, ambapo halmashauri ya jiji haitakuwa tena kitovu cha kila kitu. Mamlaka yatakaguliwa na kushirikiana na wananchi katika usimamizi wa taasisi zao. Tunaita hii kampanye ya le vrai contre le faux, donc c'est-à-dire ya ukweli ushinde uongo. Wenye walikuwa hapa wakati tuko tunatafuta kukimbia kusema kama wahalifu tayari wanatafuta kuingia, wangeona spectacle ilikuwa ndani ya mji yetu. Hii mji yetu nilifika ile siku ku frontiere, machozi litafuta kumtoka. Juu unakutana frontiere yenye ile kalaga garde abandonné, donc c'est comme si mwa hii nchi ya mikalagi tena batu ni wenzetu Warundi ndio walifikiria mena hatua ya kufika ngambo yetu pia kulinda ile mpaka yetu. Juu hapakuwa tena mtu hata responsable moja. Sasa nahuzunika sana kuona leo pako polemike ndani ya mjini yetu par rapport ya FRDC na wazalendo. Na watangazia wa ndugu wetu, pour l'instant hakuna FARDC bila mzalendo na hakuna mzalendo bila FARDC. Donc wako obligé kupatana. Mais ilifikia ni incompréhension batu mbalimbali mpaka wanatafuta kututia ndani. Niambie, wakati wazalendo walishuka kukamata kuproteger maeneo, walilipwa na nani? Nani aliwalipa? Na kama leo unaweza kuwa ile baderapage ya kusema kama balifanya hiki, ni muda. Il faut tukue na humilité na ile ukweli ya kujua kama hali ilipita ndio ileta hii desordre. Mais haitaendelea hivi. Na kwa kutoendelea hivi haifai tuweze kuimilie wenzetu wazalendo kwa kazi waliweza kufanya. Hapana. Tuwaheshimishe na tuwasikilizishe kama reelema ilikuwa wakati ile, maintenant tujenge leta yetu. Nao wako tayari kujenga leta yetu. Na sisi wenye kuwa kwa leta, il faut tukuwe na ile humilité ya kujua kama ilipalifika wakati moja tuliogopa. Hawafukuze mtu, mais au moins un peu d'humilité. Nafikiri ile nani, nafikiri avec le nouveau général tuko tunaitumikia na gouverneur ya province hapa tunaitumikia, mais watu wasienvenime kutia mipaka ubie ugomvi entre FARDC na wazalendo. Sisi wote tunapigania inchi, mepaka wakati ingine hali ilikuwa na haiko vya kudramatize, na polepole tuko tunatumika, mambo itarudia taratibu kwa umoja. Nafikiri wenzetu wataenda kupigana na wenye kubaki wanapaswa kubadilisha jinsi ya kuongoza, puisque tout simplement tuko na besoin ya mabadiliko na ile yote tutaitumikia. Kwani unasema ya kwamba una mradi mkubwa sana. Mradi huo unahusu uzalendo. Wewe kama mwananchi mzalendo ambaye unapendelea mambo yawe kwa matendo na sio kwa maneno, unakania kuzunguruka mjini kukutana na raia ili uchukue hiyo ndoto yako uitie katika akili za wengine, ili Kongo iangalie namna gani itajikwamua
katika muda huu mgumu ambao tunapitia. Kwako neno meya kwa muda. Kwa kweli leo nimekuja kutangazia mradi mkubwa tumefanya, na huyo mradi umetokea kutoka masemi ya Premier Ministre wetu, Ministre Judith Suminwa, mwenye amepana message kwa wakongomani wote waamke kupitia nyimbo yetu ya taifa Debout Congolais. Anaambia wakongomani wote, shimameni, muamke, kwani tumeingiliwa. Ameisema tumeingiliwa, ameisemewa hapo Kinshasa. Sisi wenye kuwa huku ndio tunajua gisi gani mambo yanapita. Isikile agression wanasema ni huku kueste, benzetu wa Goma tayari wametawaliwa, benzetu wa Bukavu tayari wametawaliwa, na wale wa aggressor wanatamani wapie kupata pia Uvira. Sisi watoto wa Uvira tumesema tayari tumesimama na tumeshaionesha, juu imefikia wakati mwingine alikuwa pembeni anatafuta kuingia, tumeshimama tukamwambia sisi hatupendi ile vita hapa, na walirudia wako kando wangaji wanafanya migambi mbalimbali juu warudie. Sasa imeonekana kama kupitia ile aliko ya Premier Ministre wetu, tumeona sisi wenye kuishi hapa Uvira, tumeona muda mgumu zaidi tumepitia, hapakuwa kitu kilikuwa kufanyika hapa. Sasa makazi yanaanza kurudilia polepole. Tuna observe pia kama watu wangaji wanasahau jinsi wanaamuka, wanaenda kukazi, wanaenda kwa masomo, wanaenda kufanya vyovyote wanafanya, wanawazia kama maisha tayari yamerudia. Sisi tunasema hapana, maisha tayari haiyarudia. Jia nini? Juu ule mwenye iko anatafuta kukamata hapa kwetu angaliki na ile nia na iko pembeni na ishie pale. Tusikuwe na raha leo na ndugu zetu wangaliki ndani ya shida. Sisi tuko faire partie ya province ya Sud Kivu. Chef lieu yetu ya province inakamatiwa, na ndio maana province yetu ilihamia hapa. Sasa tutaanza kucheza, kuimba, kukua maisha kawaida kama sisi tuko kawaida. Ndio hatuko kawaida. Kabla province ingaliki inaishi hapa kwetu kwa mpito, seke hali yetu ingaliki mbaya. Ndio maana tunatafuta kuonesha, tunatafuta kupitia ile message ya Premier Ministre. Ametuambia kama msiwazie kama ni afere ya mtu fulani, hapana, ni afere ya nchi. Ni afere ya nchi. Na hii nchi iko kado yenye Mungu ametupatia kupitia mababu. Si ndio benye nayo, si ndio ba responsable. Il faudrait que tuoneshe dunia nzima kama réellement ile message inatuhusu surtout si. Wakati anailanse kule Kinshasa hakuna vita. Certes hapa pia kwetu Uvira hakuna vita, adui iko pembeni yetu. Atu moma kama tunazuba anaweza kaingia. Alors si yetu kwa wa kwanza kujiapproprier ile message, tushimame kila mtu. Haiko aseme tushimame kila mtu aende kuvita, juu haiko kila mtu ndio anayako kupiga bunduki. Tako wenzetu FRDC na wazalendo wako kwenye mapambano, na sio wenye kubakia. Kila mtu kwenye iko ajue kama hii affaire ni yake, anapaswa kufanya quelque chose. Na tutatangazia programme kubwa, tutaanza a partir ya semaine, tunaanzia kule, tutaalika bakushi mbalimbali, tusikilizane, tuangalie jinsi gani tutaonesha Kongo mzima kama réellement Uvira non seulement tuliresiste, mais tunasimama, tuko tayari kwa kwenda kufukuza ule adui mwenye anakamata province yetu na kumtosha mpaka ku province ya wandugu zetu kule ku Nord Kivu. Ile njoo ilikuwa shabaha ya hii
Acha niseme asante sana kwako mpenzi msikilizaji wa Fizi Empire Television, wewe ambaye ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo ya tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2025. Langu jina ni Teloje Lulonga, nikikutangazia katika mji wa Baraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarafani Fizi, mkoa wa Kivu ya Kusini. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unatizama kusikiliza habari zetu kupitia mtandao wa YouTube, basi naomba kufanya kitu kimoja tu, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari umeshafanya hivyo, acha basi naendelee kusema asante sana kwa kuendelea kuipatia Fizi Empire support tosha. Na nia na mazumuni yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi na zenye kuhakika tena na muda mwafaka. Basi acha niseme kwaheri na tukutanane kwenye vipindi vyetu vya baadaye. Hii ni Fizi Empire, tunasemaga kila siku ni kituo cha habari na burudani. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu.